Okay, wawekezaji, kwa siku ya leo, siku ya Jumapili nimekuletea game 8 ambazo naamini nazo kwa siku ya leo tunaweza kupata ushindi. Kuanzia game ya kwanza mpaka game ya 8. Ikumbuke kwa siku ya jana nilikuwa nimekuandalia game 13. Yes, na pia kwenye account yangu ya TikTok nilikuwekea game 3 ambazo zilikuwa na odds 3.24 na yenyewe pia uliweza kutiki kwa siku ya jana. Lakini kwa siku ya leo nimekuandalia game 8 ambazo nataka tuzijadili kuanzia game hii hapa ya kwanza ya Manchester United mpaka game ya mwisho ya Inter Milan. Sawa, tukianza na game ya kwanza itakuwa ni kati ya Manchester United akimkaribisha Wolverhampton. Hizo zote ni za IPL. Ukiangalia katika msimamo Manchester United na Wolverhampton wote wapo chini kabisa, lakini kwa siku ya leo wote wanaenda kukutana. Na ikumbuka katika game ya mwisho ya Manchester United ni kwamba aliweza kumfunga Lyon kutoka Ufaransa kwa aggregate ya magoli mengi sana. Na pia Wolves aliweza kumpiga Tottenham goli 4-2. Ila kwa siku ya leo wote wanaenda kukutana muda sio mrefu. Hapa kuna option ambayo unaweza kaenda nayo. Hapa kwa sababu Manchester United nao pia wako vizuri kwenye kudefense, hawako vizuri kwenye kudefense ila wako vizuri kwenye kushambulia, na Wolverhampton vile vile wanashambulia lakini wanaruhusu. Hapa option ambayo ipo unaweza kusema kwamba yote apate ushindi. Yes, unaweza kusema yote katika game ya leo apate ushindi. Maana yake Manchester United ashinde au Wolves ashinde, lakini isitokee draw. Hapa nisi tutakuwa umenielewa. Tukija game ya pili itakuwa ni kati ya Leicester City akimkaribisha Liverpool. Yes, Leicester City yupo nyuma huko kabisa mwishoni, lakini Liverpool anataka ubingwa kwa siku ya leo. Hapa hamna kitu cha kupoteza, Liverpool mpe kushinda mazima. Yes, lakini kwa wale ambao kidogo wanaogopa au kidogo hapo unaweza kusema kwamba Liverpool kushinda au kutoka draw. Lakini Liverpool kwa siku ya leo anaweza kupata ushindi. Game ya tatu itakuwa ni kati ya Simba anamkaribisha Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Hapa option iliyopo ni kwamba Simba apate ushindi mazima. Ingawa naona amepewa odds 1.52, lakini Simba kwa siku ya leo atapata ushindi. Yes, mpe Simba kushinda. Lakini kama ni mwoga unaweza kusema Simba kushinda au kutoka draw. Tukija game nyingine itakuwa ni kati ya Real Valladolid akimkaribisha Osasuna. Yes, zote hizi ni za Hispania, na ukiangalia katika game zao za mwisho ni kwamba Osasuna kati ya game 5 za mwisho hajawahi kufungwa na Real Valladolid. Kwa siku ya leo unaweza kusema Osasuna kushinda au kutoka draw. Yes. Kwa hiyo kwa siku ya leo unaweza kusema Osasuna ashinde au atoke draw. Game ya 5 itakuwa ni kati ya Villarreal akimkaribisha Real Sociedad. Game ya mwisho Villarreal ametoka kupata ushindi dhidi ya Real Betis. Kwa hiyo kwa siku ya leo anakuja kumkaribisha Real Sociedad. Hapa kuna option ambayo unaweza kaenda nayo. Hapo unaweza kusema magoli asifike 5. Yes, hapo unaweza kusema under 4.5. Ndio option ambayo ni nzuri kwa sababu ukija kuangalia katika game zao 5 za mwisho wamekuwa wakifungana 1-0, 2-0, 1-1 hivyo. Kwa hiyo kwa siku ya leo unaweza kusema goli asifike 5. Ukija game ya 6 itakuwa ni kati ya FC Utrecht akimkaribisha Ajax au watu na Orange, na Ajax anaongoza ligi kuu. Ukija kufuatilia katika kampuni nyingi za kubeti wamesema Ajax wamempa odds 2.34. Lakini mimi kwa siku ya leo kama wewe sio mtu wa tamaa unaweza kusema kwamba Ajax ashinde au atoke draw. Yes, unaweza kusema Ajax kushinda au kutoka draw. Ukija game ya ngapi? Yes, huyo Ajax anaongoza na ligi, lakini kama wewe una tamaa unaweza kusema Ajax kushinda au kutoka draw kwa siku ya leo. Tukija game ya 7 itakuwa ni Dortmund akimkaribisha Borussia Mönchengladbach. Yes, hii hapa ni game ambayo kidogo itakuwa ngumu sana. Lakini kwa siku ya leo sioni kama Dortmund anaenda kupoteza game hii mazima. Lakini hapa option ambayo ipo ambayo naweza kukushauri kwa siku ya leo, kama ukiona zote hizi uzielewi, unaweza kusema kwamba Dortmund apate goli. Kwa hiyo unaweza kusema Dortmund over 0.5, maana yake Dortmund atoke na goli. Yes, kwa wale ambao wana off kidogo unaweza kusema kwamba Dortmund atoke na goli kwa siku ya leo. Yeah. Lakini game ambazo sikushauri kwa siku ya leo uweze kuzibetia, kuna game kati ya Chelsea na Fulham. Hiyo hapo sikushauri, naomba uiache kama hivyo. Lakini kama unataka kuibetia, betia kwa target. Na game nyingine ambayo mimi sikushauri kuibetia ni kati ya Real Madrid na Athletic Bilbao. Hizo ndio game ngumu za siku ya leo. Lakini tukija kumalizia game ya mwisho itakuwa ni kati ya Bologna akimkaribisha Inter Milan. Ukija kufuatilia Bologna akapewa odds 3, Inter Milan naye kapewa odds 2. Lakini mimi kwa siku ya leo hapa nauza nikaenda na option kwa sababu Inter Milan naye pia anagombania ubingwa dhidi ya Napoli. Hapa naweza nikaenda na option moja tu, Inter Milan kushinda au kutoka draw. Kwamba Inter Milan hapa shinde au atoke draw. Yes, naamini kwa siku ya leo game zetu zipo 8. Yeah, ingawa sio uhakika 100%, lakini imani kwa siku ya leo tunaweza kufanya kama tulivyofanya kwa siku ya jana. Kikubwa naomba usahau kusubscribe kama hujasubscribe channel yangu, na pia usahau kulike na kuweka comment. Kama una swali uliza hapo. Asanteni sana, tuendelee kuwa pamoja mashabiki zangu na wakubali sana. Yes.